Kijiji cha Wa, lokesheni ya Wa, wilaya ya Kwale, mkoa wa Pwani, miaka 43 iliyopita. Akazaliwa mtoto wa kiume, mtoto ambaye si tu alikuwa mseto wa kizazi cha wazazi wake, lakini pia alikuwa ni kama zawadi kwa jamii. Miongo minne baadaye, uzao huu umekuja kuwa gumzo mitaani, gumzo la soka, gumzo la vipaji, gumzo la kuipenda na kuithamini jamii, gumzo la sisemi kitu, nalo ni gumzo la Rashid Abdalla. Naam, Rashid Abdalla, mwasisi wa Rashid Abdalla Super Cup. Zaidi ya yeye mwenyewe kucheza mpira wa miguu akiwa kijana mdogo, si tu kwenye shule ya msingi, bali ni jambo alilosonga nalo hadi ukubwani. Asipate mazingira rafiki ya kucheza soka, lakini bado azma na ndoto ya kukuza vipaji si kwa familia yake tu, ila kwa jamii pana iliyomzunguka iliendelea kumchochea. Miaka 6 iliyopita, Rashid Abdalla, baada ya kuona kwamba vipaji ndani ya Wa vinapotea, watoto wako chini kitalanta, usalama kiasi unazorota, mihadarati imekuwa ratiba ya kila siku, akasema kitu kilikuwa kuanzisha mashindano ya soka. Hapa ilikuwa ni kama kuchimba mgodi baharini. Haikuwa rahisi, lakini mwisho wa siku timu zilijiandikisha, na baada ya mechi kuchezwa, Kombani Force wakaibuka mabingwa. Kwa ushirikiano wa Rashid Abdalla na marafiki zake, Kombani Force waliweza kupata shilingi 40,000 pesa ya Kenya na kikombe, wakati huo kikiitwa Mwejita Cup. Mwaka wa 2021, ule mchezo wa kitoto ambao labda wengi waliuona kama janta tu au kama stori za jaba, ulirudi tena, makala ya pili, makala ambayo rasmi yalibeba sura na jina la Rashid Abdalla Super Cup. Miamba wa soka waliweza kushiriki na kumenyana na kutafuta bingwa wa Rask. Mwishowe, Denmark FC wakaibuka mabingwa na kuitia kibindoni kitita cha shilingi 100,000 pesa za Kenya. Safari ya kuitangaza injili ya soka Wa ikaendelea kwa makala ya 3 mwaka 2022, lakini injili hii baada ya kuisambaza Wa pekee iliyotambawa na kuwa kubwa zaidi. Naam, Kwale County, timu nyingi, vitengo tofauti. Kwa ushirikiano wa wadau na wapenda soka Kwale, Rask ikaweza kuanza kuvutia timu nje ya Wa. Kukawa na vitengo viwili, Open Category na Main Category. Main Category hiki kilibeba timu 32 za lokesheni ya Wa Ngombeni, huku kitengo cha Open Category kikijumuisha timu mseto kutoka gatuzi la Kwale. Kwa mara ya pili, Denmark FC ya Maganyakulo wakawa wababe wa Rask. Mara hii kitengo cha Main na kutia kwa pani shilingi milioni 1, medali, kikombe na zawadi nyingi na nyingi. Huku upande wa Open Category, Fafada FC wakaonyesha wao kuwa ni mababe wa soka Kwale, wakishinda shilingi 500,000, medali, kikombe na zawadi nyingine nyingi. Asili ikaonekana, tamaduni zikapigwa jeki, lakini pia ufundi ukaonekana kwa wanayojulia. Kweli hatusemi kitu ila kujionea tu. Mwaka 2023, tamu kanoga, ubora ukaongezeka, mahitaji yakazidi, na hapa sasa lile jambo la Wa likapaa juu ya paa na kuwa jambo la wengi, jambo la kaunti ya Kwale. Timu 32 zote kutoka Kwale kutafuta mshindi mmoja wa milioni 1.5. Hii kweli ni ya kuigwa. Makundi 8, kila mmoja timu 4, kweli ni kivumbi na jasho, tuseme nini basi. Mechi 64 zikapigwa ndani ya viwanja 4, soka likatandazwa na mwishowe bingwa akapatikana. Kitivo United hao wakaondoka na milioni 1.5, medali za dhahabu, kombe kubwa. Historia ikaendelea kuandikwa ndani ya Kwale County, si tu kwa soka bali pia kwa burudani. Wakakanyaga ardhi ya Kwale wasanii watajika Afrika Mashariki, miongoni mwao Mbosso, Nandi, J Melody. Kwa wao lao lilikuwa moja tu, kutupatia burudani. Ujio wa mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika ambaye pia ni rais wa klabu ya Yanga, Engineer Hirsi, ulikuwa kichocheo kikubwa zaidi kuhakikisha kwamba soka la Kwale au hata pwani ya Kenya linatambuliwa kimataifa. Zimepigwa zaidi ya mechi 300 kwa makala 5 yaliyopita ya Rask,
washindi 6 hadi sasa, zaidi ya milioni 5 zikitumika kuwatuza washindi pekee. Ni juzi tu Denmark FC kushinda na kuandikisha historia kwa timu pekee yenye mtaji zaidi ya mawili ya Rask, wakishinda taji lao la 3 na la kihistoria. Fainali nzito iliyochezwa uwanja wa kisasa wa Kwale, fainali iliyoonyesha jinsi gani Wakwale wanathamini soka na kulishabikia zaidi ya kulicheza. Hapa kweli sisemi kitu. Shilingi milioni 2, kombe, medali, yote hayo ni ndani ya Rask. Kwa kweli tunajivunia Rask. Vipaji vimeonekana na vikatambulika, na sasa matunda yao yanaonekana na kuthaminika. Hamisi Mofalu, Abdalla Boki, Ali Alafu na Shaban Machozi ni majina tu ya wale wanaojivunia matunda ya Rask. Tunawashukuru wakuu wa vilabu kama vile Gor Mahia, Tusker, KCB na wengineo kuonyesha ari ya kuchomoa vipaji halisia. Historia itaandikwa mwaka huu rasmi kwa mara ya kwanza, Kwale na Mombasa kwenye jukwaa moja, timu 32 kupigania donge nono kwenye Rask, makala ya 6. Tukianza safari hii pamoja siku ya leo, tusingeweza kufika hapa bila ya jamii kutukubali, bila ushirikiano wa ndugu, jamaa, marafiki, wadau na wakereketwa wa soka pembe zote. Mengi yasingeweza kufanikiwa bila kuhusisha kampuni kadhaa ambazo zimekuwa katika mstari wa mbele, pia nao kulitilia pondo jambo hili la jamii kwa jamii. Tunawakaribisha zaidi. Tumeboresha miundo msingi kwa ajili ya kuimarisha soka letu kwa kupigwa jeki na Rashid Abdalla Foundation pamoja na Mombasa Cement. Uwanja wa vumbi wa sasa ni Estadio de Wa. Aidha, mamlaka zote za uongozi kuanzia serikali kuu, kaunti, maeneo bunge, wadi na hata vijiji vyote, kwa kweli mmedhihirisha kulipenda soka na kuithamini Rask. Asasi zote za soka ndani na nje ya nchi mmeheshimisha Rask. Mabibi na mabwana, leo ni siku ya kihistoria, mwanzo wa makala ya 6 ya Rask, tukianza safari ya kumtafuta bingwa wa 7 wa Rask. Je, nani atakuwa bingwa? Tukutane mpirani.